Asante sana Wekesa. Naona the discussion is getting hot. How are you, Gaucho? Yes. I'm fine, I'm loyal. Oh. Wow. Mimi naitwa Ndeto na mimi pia ni veteran wa hapa. Na I'm a diehard supporter of William Samoei Ruto. You know, I'm happy to meet you. Naona you really support one Raila Amolo Odinga. And reason being, you have tried to analyze the journey between Raila Amolo Odinga and one William Samoei Ruto. You have shown us how they were together in the Pentagon, and even by default, they found themselves in the Nusu Mkate government, of which we know what happened. They parted ways. Then from there, 2013, Ruto wakajoin Uhuru. Now up today, Ruto is in the government. And tomorrow, I've listened to you explaining how Baba is planning to convey maybe his strategy to State House. Mimi nashangaa hivi Gaucho. I think these people do not talk with a lot of authority that Baba is the next president. Hii ni kwa sababu I've been following what is happening on the ground. Now let me tell you, both these people, they are strong mobilizers. And this is evident wherever you find them. Now you cannot ignore William Samoei Ruto. The way nimesikia unaelezea anaitwa Dalaho. Unamwambia ate Ruto will be previously my name was Wariahe. Okay. This Waliahe. So, you know, I find it so odd when you say that when you challenge Waliahe, if maybe people from his community are awaiting Ruto to distribute mikokoteni and wheelbarrows, and as an elite, I believe you understand that the wheelbarrow and mkokoteni you are saying, those are political symbols. They symbolize how majority of us Kenyans, our situation economically, like we are not able, that you see something like a wheelbarrow, it is used in every household. So the way you are saying, I'm not really getting. So what is this that Raila Amolo Odinga, whom you have given his successes, what is this you think he will come to do different? And now that they are together with one Uhuru Muigai Kenyatta, mwenye ameondoka kidogo ili apate convention imeisha. So what is this that you think these people will do different from William Samoei Ruto? Because I know William Samoei Ruto, he is a person who is well doing in business. He is a person who is a shrewd kind of a manager. He is a person who can handle a lot of things, and also he has influence. So, and if he will be the next government, I even do not see Raila Odinga becoming an opposition leader because he is too old for the task. What would you say? Okay. First bro, ulianza na Kizungu vizuri, sikujua unajua Kiswahili. Na ukaelezea vizuri na Kizungu, then hapo katikati ukarudi kwa Kiswahili. Na tena jina yako ni wale tumesumbuana na hao kwa tear gas. Naona hapo Ndeto. Inamaanisha unatoka huko set za Machakos, Makueni na wapi? Ruto, I come from Central. Oh, you come from Central. Ruto amekuwa kwa government. Nafikiri Ruto ametangulia Raila Odinga kuwa kwa government. Kama sisikosei, Ruto ametangulia Raila Odinga kuwa ndani ya government. Raila Odinga amemtangulia kwa opposition. Sema hivi pia. Ndio nasema Ruto ametangulia Raila Odinga kuingia kwa serikali. Ni ukweli ama uongo, ndugu yangu Ndete? That is true.
Yeah. Okay, So, the reason, the so basis, yes. nauliza kama huyu mtu alitangulia Raila Odinga kuingia kwa serikali, alikuwa parliament, I think parliament wameingia ni kama the same kwa parliament, but government Ruto alianza kukua kwa government since 92, akikuwa yeye ndiye alikuwa na lead group yeye na Cyrus Jirongo, but alikuwa na lead kama kijana ya kupiga watu kama wewe ungeongea hiyo wakati, kama si Raila Odinga na kina Ngilu na kina Kibota Kibwana na kina Matiba. Raila Odinga akakuja akasema ya kwamba hii Kenya, Raila Odinga lisensi ya kwamba iko wakati Moi kukua kwa government ilikuwa ni ngumu hata Wakikuyu kupata development, kwa sababu Matiba alikuwa ameweka Wakikuyu wakakataa mambo ya Moi. Wajaluo pande ile Oginga Odinga na kina nani walikataa mambo ya Moi. Pande hii wakina Martin Shikuku na nani wakina Omalo kijana walikataa mambo ya Moi. Ilikuwa ni kama uko opposition, hata barabara ya kwako hizi tengenezwa. Raila Odinga aliona hii group ya kina Ruto hii, wakina Jirongo hii, wacha tutengeneze, tukue na devolution ambayo hata kesho mimi Raila Odinga nikikosa kukuwa president, hata kesho Mkikuyu Uhuru Kenyatta ama Mkikuyu jamii ya Mkikuyu Central ama Mount Kenya ama Wajia Maluri Ruganga natoka, wakikosa kukuwa serikali, lakini wasikose serikali ya county. So hii si wakati ambayo tulikuwa nafanyiwa favor na government, ambayo ulikuwa ukisifu Moi, ninasemekana hii barabara hii kwenye itengenezwe. Ukikataa Moi, hiyo barabara hata kesho inakuja kuchimbwa. Tangu Ruto akue kwa serikali mpaka leo hii, ndugu yangu, ni Ruto amekuwa serikali. Kama hujajua hiyo kisungu safi, hii kisungu safi umejua hapa kwa devolution, hapa ndio umeanza kuongea hii kisungu safi. Mimi nauliza Ruto ambayo ya mtu wa chairman ya bottom up, nini ameshaleta hata sasa leo hii? Ruto wakikufa na Raila Odinga, sasa kila mtu anasema, wanatuambia kwamba wafai watu kuongea historia, eti tunataka tukienda tuseme eti ule Muganga ya Standawili, tuseme huyu Ruto. Nini watu watakumbuka nayo William Ruto kwa hii miaka yote amekuwa nayo kwa serikali? Nini watu wataongea nayo juu ya Raila Odinga? Alifanya nini? Alileta nini? Kwa sababu hatuwezi kosa kujua mali. Mimi nafuata Raila Odinga kwa sababu nafuata zile vitu alianza kufanya kama uko nyuma. Mimi nataka kufuata Ruto kwa sababu gani? Alianza kupiga watu 92. Hawakutaka watu wakuwe na people assembly. Hawakutaka watu waseme maindi yao. Unaona? So my friend, uniambie huyu deputy president wako ambayo mimi pia napenda akikuwa best opposition kuangaisha serikali na kukaa kwa line. Gaucho, wacha mimi niongee Ndeto. Kidogo tu nani. Mimi nakuomba bro, nataka uniambie William Ruto, mimi ningependa kuacha Raila, niwache Raila ni join new bottom up economy. Mimi nimekuambia na support Raila Odinga kwa sababu sahi in Homa Bay County, mimi natoka Migori, barabara zinatengenezwa, si lazima government ingililie. Nikienda Siaya, barabara zinatengenezwa, tunapata maendeleo kutoka huko. Ni governor sababu tulichagua ndio ovyo. Unaona? Mimi nataka uniambie William Ruto kukaa kwa hiyo serikali nini William Ruto amefanya ndio tukimpea president atatufanyia. Mimi ukiniambia hiyo, mimi tunaweza kosa kukula machungwa, sasa nianze kusukuma na wewe Wilbur. Kiza basi nikuelezee. Ndeto, wacha Ndeto. Let me explain to you. Let me explain because he has directly asked me some questions. Kwanza Gaucho, ni vizuri umesema that hii Kiingereza nimejua na devolution, but devolution started from 2013 and don't think that Kizungu nilijua juzi. Hiyo ilikuwa jokes. No, you know you are accrediting that to Baba because I know you label him as a father of devolution. My point I'm is coming back. I'm coming back for this. Which is true. Okay, you are first what Ruto has achieved so far. And let me tell you, when Ruto was the Minister of Education, when Ruto was in the Ministry of Education, that is when there was a lot of transition in the high learning institutions, because hapo mbeleni people used to like unakaa miaka mbili, then universities even used to admit the graduate using the number of beds a university could have.
But when this man became a minister, he changed the game, and aka-expand, even kukakuwa na more universities and more graduates were even accommodated in these institutions. Na history ya kukaa home for 2 years iliisha, na hadi wa leo very many young people are benefiting from that program, where we are having a lot of graduates every year. Another thing, unasema that Ruto even got into the government before one Raila Amolo Odinga. Let me remind you, in 1982, the reason why Raila was detained ni kwa sababu they wanted to overturn the government. You know, Raila has been having a communist kind of ideology to lead this nation, where everything should be controlled by the state, so that the greatest good, maybe of what the government can produce, can reach out to the people. And that's the reason why they were trying even to kugeuza serikali in the 1982. But unto them, in a way, it was unable. Then, the very same, it was among those who are in the activity, there was Jaramogi Oginga Odinga, there was also Raila Amolo Odinga, and a number of others. So, and that's why they were detained. That is in the coup of 1982. Ni kesi gani hiyo ilienda ikaona kwa hiyo? My friend, you know, I've extracted my data well. Now if you check the reason why, hiyo place yenye inaonesha hiyo, achana hizo propaganda watu wanaongea. No, get into the, so you people, you are saying that about, you are talking about history. Get back also into books. Isipokuwa hizi propaganda tu watu wanaendeleza. Let me Mutembei in 2017, let me compliment this. Ndugu yangu, let me compliment this to satisfy you. Wait, Gaucho. You see, in 2017, the very same Raila Amolo Odinga was proposing that Kenya should be divided into 8 regions, na ikuwe like a federal government, where every region should have its president. And that's the same concept they had in 1982. So, I have... 2017 is just the other day. Tupatie link hiyo Raila akisema ati Kenya iko independent, sijui president wa nane. Stop. You know, I consume media so much. I consume media so much. So then, and you know, there are things that no, unajua ndeto hautakuja propaganda. Ndeto. No, that is not propaganda. I'm very sure of what I'm talking about. Ingia kwa nia yako sahihi, leta hiyo link hapa Raila akisema Kenya. Ndeto. Mutembei. Ndeto. Kitu ya kwanza umesema. Mutembei. Ya kwamba Raila Odinga. Ngoja Gaucho ongee. Ndeto, kitu ya kwanza umesema Raila Odinga 1982 Raila Odinga alikuwa part ya kugeuza serikali. Nataka nikuambie ya kwamba hii kitu iko wale walihubiri hiyo story wa every election Raila Odinga Kenyeti, huyu mtu alijaribu kupindua serikali. My friend, wale walijaribu kupindua serikali walikuwa natoka Mount Kenya. Kwa sababu gani? Group ya kina Njonjo wakipea Moi serikali, hawakijua Moi atawegeuka. Unasikia? Hawakujua Moi atawegeuka, wakaona wawezi toa Moi through kura. Unaona? So hii kitu inanipenda sana. Watu wakiwekelea Raila Odinga bao by that time hakukuwa opposition leader wa serikali ya dunia hii, hakukuwa MP wa dunia hii, hakukuwa nini. Ni vile Raila Odinga alikuwa anaweka kwa sababu nini? Alikuwa kichwa ngumu kutoka kitambo. Ni kama sasa Gaucho, watu wasemanga mimi ni kichwa ngumu. Useme nataka kugeuza eti county government kutoa Sonko kama Kananu. Eti juu mimi nakuanga na kichwa ngumu na wakakataza kitu kwa macho. My friend,
wale walikuwa wanataka kubadilisha serikali na watu wameficha, wanajificha nyuma ya Raila Odinga. Ilikuwa ni group ya kina Njonjo, kwa sababu Njonjo wakikaa chini wakipea Moi president, walijua Moi ni fala, Moi ni mjinga, hata wageuka. Moi akakuja wakageuka, wakaona huyu jamaa, sisi tulikuwa tushakaa kwa serikali ya Kenyatta, tunajua machinery. Hiyo wakati Raila Odinga alikuwa na nini gani ya kuenda kuongea na jeshi na nini, na Wajaluo tumekuwa kwa opposition. My friend, hiyo kitu ni uma sana kusema Raila Odinga alikuwa part. In fact, Raila Odinga inafaa Raila Odinga aombwe msamaha kwa kumweka nje, kumweka ndani miaka 9. Wale walikuwa Ndeto ushaiona kuu imefanywa na civilian. Ati civilian ndiye anakuja na command wanajeshi. Achana hizo. That thing was thrown out by even the court. So achana. You know Mutembei. No, you know, sometimes opinions, you know, it depends with when na president wa nane. There are different dimensions. No, Ndeto unaona zile vitu mnaenda mnaongea na wazee huko mkicheza nini ili ajua game hii ya kuzungukana ya usilete hapa kama ndio the gospel. Mukikuja Wewe Mutembei, unajua Mutembei Nikuulize Mutembei, let me ask you a question. Huyu Raila in 2017 si umekataa, umesema hakuwa anapendekeza the government to be divided into 8 regions which should have a wait. Are you aware that a leader, let me not even coin anyone, a certain leader was influencing his followers? Listen, just listen. You know where the truth is? You know, it really hurts and it cuts like a double-edged sword. You see, there is a leader whom I will not even expose, was influencing his or her followers to boycott some companies and even to pay bus fares, even to pay rent. This Nairobi. So then you are here asking for evidence. That is not a secret. Raila did that and we boycotted. So many things. Even mimi niko na line ya Airtel sahi kata sio that time. Mtembei nauliza huyu jamaa, inamaanisha Ruto 2007 alisema watu watoe madoadoa. Madoadoa ilikuwa juu Ruto tulikuwa naye Pentagon. Unaweza kuwa sure Wameru Waembu walipigwa na tulikuwa na Norman Nyaga. Unaweza kubali ya kwamba Wakisi walipigwa na tulikuwa na Raila Odinga through Mingo Magana. Unaweza kubali Wakamba walipigwa na tulikuwa na Charity Ngilu. Unaweza kuwa Wajaluo wengine walipigwa na tulikuwa kwa nani? My friend, inamaanisha Ruto pia hafai kuwa president kwa sababu alisema hii Rift Valley lazima madoadoa watoke. Ruto alisema madoadoa ni Wakikuyu. Juu madoadoa ni nguo imechanganywa, ilikuwa ni Wakikuyu. Okay, you know, it is good the way you are. It is good the way you are putting it. I'm saying, listen, Gaucho. Unaona venye umesema, I like it because you are not like tagging it to anyone. But we know who were victims of that 2017 2007 violence. We know majority which community was affected so much along the Rift Valley. Now who say that this is my point. Who say that madoadoa watolewe? Who say? I don't know. So mimi nasikia na wewe. So my point is, you see you know, my point is, hawa watu by the venye mnasifu venye hata baba anasifiwa, venye baba anasifiwa, usione ni kama ako very clean. So let us say that hawa ni watu wamekuwa kwa serikali. Gaucho. Now what we should follow is the interest of the people. Raila amekuwa kwa serikali since 2018. Now we have seen maybe what they have done with Uhuru. Every day tunaabua 2 billion are getting lost. So I wonder why is it not even
like taken to the right organization, right agencies, like the DCI or such. My point is this: the two, like tomorrow, you know, I'm really awaiting. The question yes, Mutembei. Ulikuuliza Ruto amefanya nini mpaka sasa hivi hujajibu. That was the question. Ruto amefanya nini I was unaona hiyo swali unaambiwa na Gaddafi hapo. That was the question. Mpaka sasa hivi hujajibu. I answered the first part. Okay. Okay, let me Can you answer the question? Let me get 10 years mtu wako amekuwa wapi ndio akuja sasa na Wilbur? Laptops, then after 10 years amekuja na Wilbur. That was the question. See story Raila this, Raila that. My friend, okay, let me answer. Nataka kujiona wewe. Okay, when the Jubilee government was ushered in 2013, electricity connectivity was at 2 million households. At the moment, we are hitting, I meant 2 million households. At the moment, we are hitting 10 million. When we were getting into the government in 2013, umesikia kwa Ruto, umesikia kwa they were both, you know, umesikia kwa Rally. Honor. You see, the only thing, why should you order? Deto, unaambia vitu ya Rally kwa debate, vitu za Rally. Unatuambia vitu za Rally ndio umeleta kwa debate. See, Rally, hiyo ni something you can get into the government in the KNBS. Check on the Kenya National Statistics. Yeah, check the latest. How many people are connected to power? How many households? As well, there is this concept of unaona, among the youth, kama kuna kitu Ruto amesaidia ni kusaidia my youth, especially those who are finishing Form 4. Those who are finishing Form 4. How many youth are not? Let me explain. Let me explain. Those who are finishing Form 4, si wote wanaweza kuingia university. Kuna wengi sana by the way wanaaguka, wanakosa kuingia university due to grade. Na unaona kama kuna kitu Ruto has been spearheading is a TVET, Technical and Vocational Training Institute. Na so far there are very many, every county, kama kwenye nimetoka mimi, we have 2. Na zimetengenezwa kitu since 2013 hazikuwa. Already they are built. Now I have seen a lot of young people getting through the same institutions. They get hands-on skills. Then wanafungua kazi kama ya kuchomelea, wanafungua kazi kama ya kunyoa, wanafungua kazi kama ya jua kali. Mimi have seen this thing. And the reason why even he is joining the bottom-up concept is because, you see, these young people, they have skills, but they do not have money to start their businesses. So if the government can increase the kitty, the one for youth fund, if it is expanded, in a way, it will reach out to very many young people. And that's why 1DP, yes. Deto, mimi nakuuliza, wacha mambo ya vijana. I'm listening. Wacha mambo ya vijana. Tumechoka na hiyo mambo ya kutuambiwa eti every time. Sasa wacha mambo ya vijana. Nataka kwa wazee ambao washa make. William Ruto waliunda serikali na Uhuru Kenyatta, wakagawa government katikati, kutoka kwa parastatal, kutoka kwa nini. Kwa kina Ruto wanapanda nini sana? Mahindi. Ni kweli ama si kweli? Kama huyu mtu kwa watu wanalia ya kwamba mahindi imeoza, bei imeharibika ya mahindi. Wachana na Kenya. Kenya umeweka Mount Kenya, umeweka Nyanza, umeweka Coast, umeweka nini? Nataka Rift Valley. Uliona wazee wameweka mkutano. Minister wa agriculture ilikuwa nani? It was William Samoei Ruto. Hii kwa hii government ya Uhuru. It was Kiunjuri. Kiunjuri. Alikuwa alai tu. Yes. Alikuwa mtu wa nani sana? Ruto, si ndio?
He was a Jubilee affiliated minister. Okay. Wewe ni deputy president. Watu wenyu wanalia ya kwamba si eti wameenda kuomba government pesa. Wanataka government wawapee nafasi ya kutafuta market ya mahindi yao. Ruto anatoa, walisema vizuri, William Ruto na timu ya kina Murkomen wanatoa mahindi kutoka nje kukuja kuuza bei ya juu. Yao imekwama kwa shamba. So kama huyu mtu haana haja na watu wao, wewe Ndeto na hii kizungu yako na hii nywele umeweka kama ya Orengo zamani, huyu mtu atakuwa na haja na wewe na aje? Gaucho, there is something I would like also to refute propaganda, because if for sure the maize you are saying, if for sure the maize you are saying it was imported by William Samoei Ruto, you know we have various bodies to regulate, kama the one that regulates cereals. Okay, then there are also independent bodies or institutions in Kenya which should do investigation. Then if you are held accountable or culpable of something, of an offense, you are taken through the right process. But if you tell Kenyans that, you know, there is these allegations about William Samoei Ruto and Kipchumba Murkomen, then I wonder how perforated our judicial system and also our DCI, those people who do the investigation are. Are you telling us that the president is presiding over a government that is corrupt? Ndeto, my friend. Yes. Nimeona umeshindwa kutuambia vitu Ruto amefanya since aingie kwa serikali. Mimi nataka nikuambie kwa nini mimi nafuata Raila Odinga. Ili juu mimi nimengoja ili nikujoin, lakini umeshindwa kuniambia. Sasa mimi nataka kuambia kwa nini na support Raila na kwa nini naaji vijana wa support Raila Odinga. Na movie yoyote Raila Odinga amemake, mimi nitakubali. Hata leo hii aseme Gaucho ni Kalonzo, najua hiyo ni right move. Raila akisema leo hakuna uchaguzi tuzipige kura, sitapiga mpaka yangu. Unaona? Kwa sababu ya nini? Naamini Raila Odinga. Kitu ya kwanza, in 1997 after Raila Odinga losing election, Raila Odinga alijoin Moi. Watu walilalamika ya kwamba Raila Odinga amesaliti jamii ya Wajaluo. Kwa sababu hiyo wakati LDP ama NDP ilikuwa na supportiwa na majority of Luos. Raila Odinga kujoin Moi ndio tulipata Kisumu City. Tukapata Kisumu City kwa kujoin. Angalia movie ya Raila. Kujoin Moi tulipata Kisumu City. After that tukakuja tukaunda Raila Odinga akakuja kusema Kibaki tosha. Kusema Kibaki tosha, hapo ndio tukaanza kupata mabarabara. Mpaka nyinyi jamii kutoka Mount Kenya, Raila Odinga akaona nyinyi ni waizi sana, nyinyi ni wakora sana. Mukiiba Nairobi, mnapata jam mkirudi kwenyu. Ili mpeleke pesa rakaraka Murang'a, Kiambu na wapi, wacha ni wajengee Thika super highway. Wakati Raila Odinga alikuwa anajenga, mlisema Raila Odinga haana haja na Wakikuyu, amekuja kuharibu mali ya Wakikuyu kwa sababu Wajaluo hawana nyumba. Unakumbuka Nakumatt ikibomolewa, ile ilikuwa super hapo Thika Road ikibomolewa, mlisema Wajaluo hawana nyumba, huyu mtu anakuja kufanya nini? Kubomoa mali yetu. Leo hii munaita hiyo barabara vibaya sana, eti Thika super highway, badala muite Raila Amolo Odinga super highway. Unaona? Kwani ilitengenezwa na pesa ya nani Gaucho? Idea ilikuwa ya nani? Kwani ilikuwa pesa ya nani? Idea ilikuwa ya nani? Tunaangalia idea ilitoka kwa nani? Mimi nakuambia kwa nini na support Raila Odinga. Tukapata mabarabara kwa serikali ambayo Ruto walikuwa kasi yao na kina Jirongo nilikuwa ni kuchota pesa. Mwai Kibaki na wakati na Raila Odinga tukakuwa na mabarabara, tukaanza kukua na nini, na investors wakaanza kukuja Kenya. Tukaenda 2007. Mimi naongea apart from kuongea kama Mkenya, naongea kama sasa Mjaka. Sisi Wajaluo tulikuwa tumedharuliwa sana. Hata kutongoza msichana Mkisi ilikuwa shida, kwa sababu ilikuwa nasemekana tujatairi. Hatufai kutongoza msichana au na mtu hajatairi.
Nyachae aliweka Wajaluo na Wakisii wanapigana kila siku. Raila akakuja, tukakuja wakakataa mambo ya Kibaki, tukaenda ndisi na no na yes, banana na chungwa, na tukajiona Uhuru na Ruto kwa opposition. Raila akakuja, wakaenda tukashinda yes, tukashinda watu wa yes. Raila akafuswa kwa serikali. Raila akakuja akatuweka, mara ya kwanza watu walistuka ya kwamba kumbe KE anaweza simama president. Raila Odinga akakuja akasimama president, tukaenda serikali ya nusu mkate. Hiyo nusu mkate hiyo ndio ikafanya barabara za kwetu ikaanza kutengenezwa, barabara za Kisii ikaanza kutengeneza. Raila Odinga akaona hapana, hii serikali ya nusu mkate tukikuwa hivi, kesho tunaweza rudi kwa opposition, na ili watu wetu wasiumie, wacha tukuje na constitution ya 2010 ambayo kiongozi wenyu William Ruto na pasta yake wa Margaret Wanjiru, ukisoma Biblia, manabii wa zamani walikuwa wanaona kitu ya mbali, ndio walikuwa wanaambia watu kama mvua itanyesha ama itanyesha. Margaret Wanjiru alishindwa kuona devolution ni nini, ambayo sasa hii anataka governor ya Nairobi, na walikuwa wanazunguka na Biblia ya kwamba Raila Odinga anataka kuleta mwanaume na mwanaume kunyoroshana. Si Ruto alisema hiyo akikampeni? Yeye hajaambia Wakenya wangapi wamemkatia kwa njia na wangapi yeye ameshughulikia, hajatuambia. Raila Odinga kaleta constitution ambayo sasa tuko na Murang'a County, tuko na Kiambu County, tuko na Kisumu County, tuko na Mombasa County, ili watu wa Mombasa wale walikuwa wamedharuliwa la kwamba lazima wangoje mananasi yaanguke, wacha mananasi yaanguke na isiletwe hiyo county ya ukishughulike. Kitambo si tunatengeneza samaki ama nini, eti kampuni kubwa ya samaki iko Nyeri. Tukaona tuacha tu nini, si eti wa Meru wanakuwa na kampuni wanatengeneza wana nini miraa, lakini kampuni kubwa ya miraa, depot ya miraa iko Murang'a. Tukaona pana, wacha tukue na devolution. Hiyo ni baba Rosemary Odinga, baba ya mtu, si baba yangu na si baba yako, baba ya mtu. The same baba ya mtu ndiye alisema hapana, hii group ya kina Ruto wawache kuleta youth wingers, wale walikuwa napiga watu. Sijui mimi nilikuja Nairobi nikawapata, ndugu yangu bibi yako alikuwa kushtaki kwa Youth for KANU. Afadhali wakupate kama uko industry usajifunga. Jule kupiga watakupiga, na mtu si serikali. Raila Odinga ndiye alimaliza hii. Tukakuja sasa hii movement ya Raila Odinga. Raila Odinga akakuja 2013. 2017 Raila akanyang'anywa kura. Akakuja handshake. Watu wakasema Raila Odinga ameolewa. Akabaki na Junet Mohamed. Watu wakasema, mpaka Wajaluo wetu wengine walisema Ruto amefanya, Raila Odinga amefanya nini? Ameisha. Saa hii ndio hiyo stadium Kisumu inajengwa, port ndio inajengwa, wale Wajaluo wale wanakuwa na Kiswahili nyingi Mombasa, waende waongee hiyo Kiswahili nyingi yao port ya Kisumu. Unaona? Hii mambo ya handshake ya Raila Odinga na nini na Uhuru Muigai Kenyatta ndio imefanya leo hii Nairobi ilikuwa isharika, kwa sababu huyo jamaa wenye wa bottom up economy, yeye ndiye alipea watu Sonko Nairobi. Bottom up, uiname usimame, akaleta nayo Sonko Nairobi. Bottom up akaleta nayo Kiambu. Hebu angalia Kiambu na Nairobi, nafikiri revenue yao si hawajawachana sana. Unachukua mtu kama Waititu unaweka governor Kiambu, unachukua mtu kama Sonko unaweka governor nini Nairobi, kwa sababu ya self interest yake. Aangalii mbele. President Uhuru Kenyatta hakutaka nani Sonko, alikuwa anataka Peter Kenneth ama basi Evans Kidera rudi, lakini Ruto alikuwa anaangalia ukue mjenga, uongoze watu werevu ambao wako na pesa. Yeye bora amechukua yake na anaangalia vision yake ya 2022, hakuangalia Nairobi na Kiambu ni kubwa. Unaona? Akauma Kabogo na Kauma Kidera. Gaucho. My friend, Gaucho. Mimi nataka kumwambie hii kisungu yako kisimelt. Hii kisungu yako isimelt ishe, ndugu yangu. To support Raila Odinga. Gaucho ya bottom up, wachana nayo. Gaucho, naona kuna mahali unaguzia watu ambao hatufai hata kushindanilia na wao. Unajua kama Sonko kumuigiza kusema ati Ruto alimpropose. Okay, nasema hivi, kama venye umesema ati Sonko na Waititu
waliigizwa pale na Ruto ili aweze kukuwa na hiyo political muscle. Mimi sioni kama hiyo it is very important, tukijua ya kwamba hata Sonko venye ametolewa Nairobi, it was not genuine. It was a political influence. Now we know what happened. So what I will say for William Samoei Ruto ni hii. Unajua William Ruto ameweza kusupport baba at one time. Wachana na hiyo, tunataka kitu amefanya. Wachana na mambo ya tutaki mambo ya kusupport. Kusupport wachana nayo. Tunataka uniambie, nataka kujoin Ruto. Unajua the only problem I have with you is this. Currently with the Deputy President of Kenya, it is William Samoei Ruto, constitutionally. Now since 2013, I'm telling you, every achievement ya Uhuru Muigai Kenyatta, it is also an achievement of one William Samoei Ruto. There is no way you can dissociate them because they are ruling the very same government. Sijaona. Bwana Ndeto. Yes. Yes. Mr. Ndeto, good evening. Good evening. Mr. Ndeto, good evening. Oh, thank you so much. Thank you so much, Mr. Ndeto. May I seek clarification in some areas with you, if you allow me? Yes. Yes. Number one, as you say, Deputy Ruto constitutionally is the Deputy President of Kenya when Uhuru is the president. Currently, yes, with the new constitution, we are now talking about Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto. Between Raila and Ruto, who has benefited more in the constitution? The constitution imesaidia nani kati ya Raila na Ruto individually? Both of them. Both. How? This is the reason. How? This is the How? reason. How? For Ruto, he has benefited to implement as the deputy president for the first, as the first duo together with President Uhuru. For Raila, you see, through handshake, it was not in vain. Okay. You are not understanding my question. And that's the reality you don't want to tell Kenyans. Yes. Mr. Ndeto, I don't want you to go outside the top. My question, I'm talking about constitution. Unajua, handshake is not in the constitution. I'm asking you that within the constitution of Kenya, where Ruto is the deputy president, how has Ruto benefited from the constitution and how has Raila Odinga benefited from the constitution? That is my question. Raila Odinga, for Ruto, I have told you he is the deputy president, so he has the power, and yes. So for Raila Odinga, he is one of the Kenyan citizens who spearheaded the process of changing the constitution from the one that was exploiting Kenyans to the one that Get this, Mr. Ndeto. I don't want you to waste my bundles on explaining what you don't understand. First, being a Kenyan citizen, that is for me and you. It means constitutionally, it has helped Raila Odinga of being a common mwananchi, just like me and you. Now he is also a leader of opposition. He is also a leader of opposition. I agree, which was there even before the constitution. Yeah, even in the parliament and in the Senate, there are also ways on how they benefit. Okuro Court is the leader of majority. Okay, Gaucho. Gaucho. Just leave me with Neto a little bit a while. Just as you've explained that Raila is the opposition leader, I just want to admit that Ruto is the deputy president of the Republic of Kenya. That is a fact. Did you know the difference between Ruto and Raila
before Constitution and even after Constitution. I want to tell you, I know you will not tell me, you will take much of my time. I don't want to take much of my time, and therefore let me explain this to you. Raila is a developer. He's a creator. Raila creates opportunity for me and you in this nation. Mr. Neto, I'm not talking to you as a UDA member. I want to talk to you as a Kenyan. Raila creates opportunities for Kenyans, of which he later turns the opportunities to become a rightful for Kenyans. Right now, Ruto is rightfully the deputy president of Kenya because Raila created that. I hear you talking much about Ruto amepeana watu stima, amejenga barabara. Did you know that that is the rightful of Kenyans? It is our right to pay a stima. It is not a favor. It is not what somebody should brag about. Listen. Just listen. Just listen. I'll give you your time. You know the way you are gliding along my points. You know you are also provoking, because it is the role of the executive to implement the laws which have been developed in the legislature, right? Power. You cannot operate from vacuum. The way you are demeaning that it is our right, but we need someone who should spearhead that activity, who is now our president and our able deputy president. Just learn to give audience and listen. If you give me audience and you listen, you could have not prejudged me. I am trying to give you the difference between these two presidential candidates currently in Kenya. Raila has the mandate that he wants Kenyans to have some rights. Like for example, just like I'm explaining, currently there was an issue of BBI. BBI was just to boost the constitution and maybe bring more money to the county. You know, it is an idea that even if a president retires, but it remains within the laws, and therefore it remains your right as a Kenyan citizen that you must be given that 35%, at least 35% to be devolved. So you should not, you people should not tell us that, oh, tulijenga barabara. That barabara, did you know who brought about the rural electrification? And it was made mandatory that rural electrification must for all Kenyans, of which up to now, some areas can still not access it, just because of maybe 1, 2, 3 things that maybe you know. Road networks, that is a must for all Kenyans. Even if you become a president today and be your deputy, it is my duty with you that we must give it to all Kenyans. So the only difference is if you are given that mandate, then you steal. You are given the mandate that you go and build dams, then you steal that money. You send checks that does not exist. People are watching. And then you forget that there's a right you should give Kenyans. There is no day, I want to tell you and put this in your records. Raila is uncomparable
not only to William Ruto, but to anybody else. He has the Kenyans in his heart, including yourself. And therefore, you should not come just because you are having something with somebody that, oh, right now, this is what we want, so and so. Raila has performed and proved that he can perform when he is outside the government. He advised the government to the right direction when he is earning nothing. Ruto within the government cannot think that Kenyans need this and give it to Kenyans. When Raila knows what Kenyans need when he is outside the government and advise the government to give it to the Kenyans when he is not in the government. Do you know how long it took Raila Odinga to fight for what you are so calling the constitution right now? Moi could not give it because he knew it will expose him. Kibaki refused and gave it the last minute when he is walking out. So right now, let us be sober and have a sober discussion. Don't come at you when Ruto supporter, when you are supporting Ruto with no reason. You have even no reason at all to tell us that you are giving us Ruto because of 1, 2, 3 reasons. So my friend, finished, Mr. Andeto, Austin. Almost finishing. Just one thing that remains. We know how Kenya has been. It is only that we don't get the opportunity. Maybe the opportunity we are having it through Mutembei and airing our views with people like Gaucho, so that we express our feelings and the truth we know about what is going on in the country. And therefore, when you are having that opportunity, don't try to criticize the reality that we are having in this nation. Don't try to spread propaganda to people who are smart. You know, when you come here and you start cheating us, we take ourselves, we think that maybe you take us as fools. We are not fools. We'll never be fools, and we know what we need. So you telling us in this platform right now that before noon, Ruto shall have been taken the lead. How will that help you? Just like Orengo said last time, that government eats its own people. If Ruto take it, it will eat you. I'm through. Thank you, Collins. Okay. Would you give me a minute? Yes, endelea Ndeto. Okay, thank you so much. You know, Austin has really... Ndeto ukimaliza we will have Gaucho. Yes. utakuja umalizie tufunge hii, najua ni yako. So Ndeto, go ahead. Okay, thank you so much. You have really touched on very many things, and you know, I appreciate, because after all, we are in a democratic nation where everyone has a free way of thinking, a free way of doing things like that. But I cannot afford to leave you like that as you dismantle my presidential candidate. There is one thing also you are missing about. When you, even if it is hatred, or maybe it is you are so much in like or in love with someone, it is good to appreciate. And if today, Austin or Gaucho, you are the Deputy President of the Republic of Kenya, then whatever your boss has achieved, then you are nowhere to be seen. People are arguing that you have not contributed to anything. Why should you keep giving us examples of Raila Amolo Odinga in Kibaki government?
why don't we talk about Kibaki only? Because the achievement you are talking about, Thika Road, the achievement you are talking about, electrification, they emanated from the Kibaki government. Why should you tag Raila Amolo Odinga with the same? And yet we know his position. He was once the minister of the roads and such, and also he was a prime minister. So what I am saying is this: being a deputy president of a nation, one, there is a mutual kind of achievement between the deputy president and the president, despite that at the moment they may not be at good terms, because maybe after handshake, we never know what the two agreed. That is Uhuru Muigai Kenyatta and one Raila Amolo Odinga. But the fact remains, what has been achieved through the Jubilee government, it should be accredited also to the hands of Ruto and also other leaders who are members of Jubilee government. Because when you say that it is the President Uhuru, then I wonder whether he has been working single-handedly, as we know how much has been borrowed from outside. Out of this money that has been borrowed, SGR, Jimmy Wajege came in Citizen TV. He told us that it was supposed to be a private-public kind of a project. And they had estimated the budget to be 55 billion. But after the Uhuru government came into power, being led by one able president, Uhuru Muigai Kenyatta, they changed the policies, which also came with the changes of the cost of the same SGR, which ended up going to 350 billion. That is almost 7-fold. So why don't we also criticize the very same to the president? In 2018, President Kenyatta told us that the government is losing 2 million. It is not even in 2018. It is juzi akiwa Kisumu, when they had a certain celebration. Let me ask you, we are saying that Ruto disconnected from Jubilee government since 2018. Would you say the 2 billion, they are still being misappropriated by William Samoei Ruto? So Can I answer let us not come to blackmail. Let me finish, then you ask one or two questions. Let us also not I just want to answer blackmail. you. And let me finish. I am remaining with only 1 minute. You see, let us not blackmail and favor one party, the one for Baba. As well, you have also pointed out something in the BBI, which was rejected by the court. You know, there was also some sections you did not bring to light, like the police. It was called the police commission something, which was they wanted to return us back to what the old constitution used to give police a lot of power. Also, you have not told us about the ombudsman, which could have distorted the independence of our judiciary. So, as far as there is that 5%, what is really deterring these people from giving the very same amount? The constitution stipulates that the national government should allocate at least 15% of the national correction to the county government. At least means you can go even to 100. So even raising equal in terms of figures, it does not mean goodwill, because a person who is willing to support will finally give his support. Finally, tomorrow I know nyinyi mtaenda Kasarani na huko good, na nimeona already what is happening is dividing the cake. Mimi nitasema hivi, dividing the cake, but you divide it wisely.
know that voters belongs to the public, not the very few billionaires, not the very few who have power in this country. After all, it is the voters who will tell us who will be the next president. Now, I am very confident with one William Samoei Ruto that he will make it to the next government. And Raila even will not make it to even opposition. So Ndeto ukienda Gaucho wewe umalize. Siwache nimjibu alafu umalize. Wewe ni mkubwa bwana. Nimekubaliwa? Yes, go ahead. Okay, Mr. Ndeto. Nataka nikujibu kitu kimoja. I am a footballer. The point. Kama wachezaji wanacheza na imebaki 5 minutes na 90 minutes iishe, mpira iishe na iko 0-0. Alafu a player iletwe aanze kucheza, imebaki 5 minutes. The same player a contribute the team a win 2-0 within 5 minutes. The team wins, but the player will be credited. I'm taking you back to 2007 when Raila shook hands with Kibaki. If you compare the development that Kenya had from 2002 to 2007 with 2007 to 2013, you will feel the difference, the weight of what happened from 2008 to 2013. From 2013 to 2017, there was a government. When Raila saw that it is not necessary to let his people suffer, he went in the handshake for the better of this nation. If you compare the development of Kenya from 2013 to 2017 in comparison to 2018 up to now, the president said it itself. He said himself that he thanked God for he reached Raila Odinga. He has done the best during that period. And he stated that he came to realize, let us not change statements. He came to realize that Kenya has been losing 2 billion per day. It means this thing was happening when he is not aware because he trusted somebody. So the reason why I was crediting, nikimaliza utaongea, hata Gaucho atakupea nafasi sababu yeye ndiye anamalizia. Why am I crediting Raila? Because there is the best when he chips in. He chips in, Wakenya wanapata nafuu. He is outside, he gives advice to the government, Wakenya wanafaidika. And he is not being paid. Ruto is there, the deputy president, just running, alianza kucampaign 2018. Sasa ni campaign gani Ruto anafanya since 2017 up to now? Ilishafanyiwa election kitambo, hata kama ni rais angekuwa anakaa. And not that you don't know, you know who Raila is, and we know we are the followers of Raila, we know whom we are. Asubuhi na mapema venye umesema, tutaona. Sisi tuko, kesho tuko Kasarani, umekaribishwa ukipenda, kipenda uache. Lakini Raila remains, that is why Uhuru aliangalia akasema huyu Ruto ameshaiba Kenya, enough is enough. Kumbe ndio maana walikosana na Raila 2007. It is because of wizi, si eti Mudavadi aliwakosanisha. Nani alikwambia? Aliiba. Raila akamtoa kwa agriculture, akasema huyu jamaa anaharibu kila kitu, akampeleka kwa education, of which that was a demotion. Still bado alimanage kuiba. Raila akasema hizi fanya na mwizi tena. And therefore you should know that you are supporting a thief. Wewe ndio atakuiba aende kuuze huko Uganda. Mimi nimemaliza. Ndeto, kabla uende
nilikuwa nataka kuambia kwamba iko wimbo inaimbwa kwa kanisa on Sundays. Si wewe ni Mkristo? Si ndio? Iko wimbo inaimbwa eti ametenda maajabu na tuwezi kuelezea. Ametenda maajabu na tuwezi sema yote. Raila ametenda maajabu na tuwezi elezea. Mambo ya Raila ambayo ametenda. Hiyo wimbo si ya Raila. Wacha you know, Gaucho, don't smartly don't smartly change songs to fit Baba. Hiyo unaona Ndeto, ile vitu Raila amefanya Kenya hii tukianza kukuelezea. Baba sio mtu wa kanisa. Baba sio mtu wa kanisa. Hata kama si mtu wa kanisa, kitu nimekuambia yale ametenda, tukianza kusema tutaelezea yote. Sasa ile tumekueleza next time. Juu nimeona uko na singo ya tai na umejua kuvaa fitting vizuri. Next time ukikuja, utukujie na agenda, kitu tunazafanya tufuate William Ruto. Usituambie eti bottom up, sijui alisupport Uhuru, akasupport Raila. Sasa tukufe kwa sababu alisupport Raila na akasupport nani. Tunataka utuambie mimi kama Ndeto, Ruto alifanya hii na hii. Alienda Meru akatengeneza barabara hii. Aliforce Uhuru afanye hii. Akatoka hapo Nyanza huko kwetu kabla Raila kwa handshake 2013 ndio wakuja wafike 2017 alifanya hii na hii. Na mimi kama Ndeto, hiyo ndio maana nafuata Ruto. Si tunafuata Ruto kwa sababu eti alisupport Raila na akasupport Uhuru, na Uhuru alimpromise miaka 10 na akapromise. Hiyo haiwezekani my friend. Tunataka next time mtukujie. Ulianza na Kizungu mzuri. Nikaona huyu jamaa anakaa kama profesa ako na mambo. Kumbe mpaka Profesa Ruto ameanza kupoteza jamani. Ndio unajua ungekuwa kwetu ungekuwa umeheshimiwa sana. Bila umwachilia nywele ungekuwa umeheshimiwa sana. Unaona? Ndugu yangu next time. Gaucho, may I ask you a question? May I ask you a question? Ask me. What is the role of the deputy president? Unajua saisi kama kitambo ambayo vice president alikuwa anafanya vitu peke yake. Deputy president na president wamewachana na power kidogo kabisa. That's why waligawa. Nauliza specifically kazi yake ni gani? Hata Austin anaweza kusaidia. Hebu nikuulize, wacha nikuulize ndugu yangu. Ruto anasemanga yeye ni supervisor. Si ndio? He is the principal assistant of the president. Meaning, so he cannot do anything without being instructed by the president. That's a lie. You know, that's what you would not like to hear. Being assistant does not mean that you cannot do something without being given the permission with the president. Being assistant simply means you stand in for somebody when he's not there. You are having a right to do something hata kama yuko. CT lazima kupe instruction, hiyo ni uongo. Lazima ukuwe na key. Austin, can Ruto initiate any project without engaging the president? A project without engaging the president? Why not? Why not? Which kind of projects? Which kind of project? You know what? You know what? Anybody, so long as engaging them does not mean, you know what kitu umesema ni different. You are losing the point in this way. You know, there are projects which are maybe associated with a person. Kama ile yako unaweza amua uende uanze ukulima pahali fulani, so that is yours. But when it comes to national projects, my friends, it is the president to incept the starting of those projects. Then the deputy president should be the one supervising, following up to ensure that these things are done. Na walisema
because the Kimwaral and the Ero went incomplete, that's how they removed Ruto, because they thought that Ruto is the one misappropriating the funds. But I wonder, since that time 2017, kwa nini hata DCI mwenyewe hawajawahi shika huyu mtu wamweke ndani? Kwa nini koti zetu na venye ziko very good? Kwa nini koti zetu za venye ziko very good hawajamconvict? Nikuulize Ndeto. Nikuulize swali. Yes. You are in Kenya and you've been in Kenya. Umewahi sikia eti Ruto amekuwa na kesi ya land ya jamaa mwingine kutoka Kakamega na akashindwa akalipa 5 million akiwa deputy president? Sasa you know in court Austin, hata mimi leo hii umewahi sikia? Natafutanga my lawyers. Wait. Mimi sijawahi kusikia. Unasikia in court mimi sijawahi sikia. So in the court unatafutanga judges na basing on the argumentation of your judge, of your lawyer, unaweza win a case. Kwani ni watu wagapi wako Kamete saa hii na they were not perpetrators? It is only that they had that disfavor, that the opponent alitafuta a smart lawyer na akaenda pale akaargue the case, ikaweza kumconfuse na akajipata Kamete. So that one case cannot justify that someone is a thief. Na after all alirudisha mali venye tu umesema. Kama alirudisha ni mwizi wapi tena? If you have nani alikwambia mwizi mwenye ameshikwa? Nani alikwambia mwizi mwenye ameshikwa na akarudisha kitu ameiba si mwizi? Mwizi ni mwizi. Shida ni hata ashikwe na arudishe bado ni mwizi. Unajua sasa hivi. Hata wewe. Let me tell you, right now, me I come from Migori County. That is my home county. We border Narok. From Narok, there is a land that Ruto collude with somebody in the government I don't want to mention. Do you know? Iko mafichoni, ni kitu imefichwa. So if I tell you that Ruto is a thief, when you don't know the person you are working with, that is why. And I can tell you he's a thief. Go and tell him that I'm saying he's a thief, and we cannot afford to have him in this as the head of state when he is still a thief and he can never change because he was born a thief. You see, so like, you can never convince me that Austin, the court. Austin, the court. Austin, let me ask you this question. You have brought in the issue of Errol and Kimwaral. How was that connected to William Samoei Ruto? Just give a brief explanation and victimize Ruto in that case, because you have iconed that as one case. How was he associated? If you don't know when Ruto is stealing, how can I tell you that? No, I know. Ruto knows. The reason I am here to tell you that the Kimwaral and Nini, they were just scams and political propaganda. Ndio nakuuliza, can you justify or tell us what exactly happened na hadi Ruto akapatikana venye unasema ni mwizi, akapatikana ako na makosa? Yeye anaigishangwa wapi? Because Rotich alitolewa na siku hizi hata hakuangi in the treasury. Yeye alitoka, lakini Ruto mimi sijasikia ameguzwa mahali. Ama you could be also passing propagandas na haushiki vizuri ni nini kinaendelea. Nakuuliza Ondeto. Nakuuliza. Yes. You come from Central or from Rift Valley? I come from Central Kenya. You don't know where you are coming from. You are not coming from Central. Let me tell you one thing. Or I ask you, up to now, Aurora and Kimwarer, are they complete? The government in a way stopped. The government stopped the implementation process. Why? For some reasons I do not know. For some reasons you do not know.
And that's why the government that's why stopped I'm the asking project. you, because You know, the government cannot and will never. Eti walitoa pesa ya Aror na Kimwarer na hiyo pesa eti imeisha na hakuna kitu imefanya, and there's already pending application that it should be done. Ndugu yangu, kitu naweza sema ni hii, Mtembei, hao watu wa Ruto tunafaa wakuje kama wamejiprepare, wasitushungushe, na tunataka tujue deputy president alifanya ni tuende kwa nini nyingine, kwa sababu hakukuwa amejiprepare. Alikuja vile mkubwa wao anahubiri kwa rally, ndiye anataka kuhubiri kwa debate. So waache kutunga shairi na poems. Wakuje kwa nini nyingine, wacha wasiwe story ya mganga sijui ule ni mtu nilimsupport miaka 10, nilisupport nani miaka hiyo, sio sera. Unaona? So ende ukuje next time uniite mimi nitakuja. Sasa Gaucho unasema sera ni tipi mnatia rara. Nimekuambia kwa nini na support Raila Odinga. Nimekomali nimetaja tipi mnatia rara. Hakuna. Nimekuambia kwa nini na support Raila Odinga. Mimi nimekuelezea, nimekupea track record ya William Samoei. Nimekubali hiyo na kwamba mlisupport Ruto alisupport Raila na tena akasupport Uhuru miaka 10. No. Ni wakati wa kurudisha nini? That is what you. Sasa wewe rudisha mkono. That is what you want to. Sisi hatuko kwa kurudisha mkono. Nimekutajia mambo ya kurudisha mkono, hatuko huko. Sasa Wakenya wanataka kuona mabadiliko uchumi ya muke, Kenya ikuwe moja, ukose kuwa na ukabila, ili Mjaluo pia anaweza choma mahindi Central. Unaona? Tunataka Kenya ambayo mkikuwa anaweza kuwa na haki ya kufanya. Hiyo ndio Kenya tunataka. So wewe kwa miaka 10, Uhuru 10, nani 10. Then utoke hapo ukuje useme ule mganga wa standawili, mara mtu ni project ya serikali, mara serikali hii tunataka kuunda na watu wa Mogoka, watu wa Miwa, watu wa Kahawa, watu wa Ngumu. Wewe uko na hakika mtu wa Ngumu kwa state house. So nini mngoje kuunda serikali ya watu wa Kahawa? Ndugu yangu Mtembei, nimerudi kwako. Actually nilikuwa nangoja umalizie ufanye your final remarks, then we call it. Unajua tumeenda 3 hours. Okay. Mimi namaliza hivi. Kitu ya kwanza nashukuru wale watu wote ambao wamenisikiza. Nashukuru watu ambao wanasupport Mtembei TV, na naomba watu msupport kwa sababu ni comrade kama Gaucho. Na ni comrade ambao amekuja na ile digital way kwa kutafuta pesa. Si mambo na wheelbarrow na mkokoteni. Tunataka kitu kama hii. Kijana mwenzangu akinini, si kazi ambayo ana sweat sana, anatoa jasho mingi sana. Hapana. Tusupport Mtembei, tusupport Mtembei TV. Ya pili, tusupport kila kijana ambayo anatafuta kiti na chama yoyote, bora asikuwe na sera ya kunyanyasa vijana wenzao, sera ambayo itafanya vijana wenzao wapotee kwa pombe, kwa bangi, kwa Valium D5, zile mayelo wa vijana wanameza wanalewa mwezi kwa sababu ya stress. Support kijana yote ambayo ako na agenda mzuri. Mambo ya pili, sisi kama wanachama wa ODM na mimi kama ghetto president, tunaongea juu ya umoja ya Wakenya, ambayo kila kabila wanaweza pata nafasi ya kufanya biashara mahali popote. Hiyo ndio agenda ya party leader wangu, hiyo ndio agenda ya kiongozi wangu ya chama, ambayo kesho kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu, wakina Kalonzo, wakina Gideon na Wakenya kwa jumla, mimi nikitoka kuongea hapa nachukua gari naenda Kasarani kulala huko ili nisikose nafasi, kwa sababu ile ni daraja imeisha, watu wameanza kwenda Kanaan. Sasa mimi siwezi kulala kwa nyumba, nitapata meli imengoa nanga imeenda. So naenda kulala Kasarani. Mimi naomba vijana wenzangu, tafadhali msupport Raila Odinga. Ako na agenda na ako na vision na ako na nia mzuri na Kenya hii. Watu wanamjaji na uzee. Usijaji mtu na uzee, jaji mtu na ile kitu iko kwa akili yake. Unaona, ile anaweza fanya na ile imekuanga kifanya. Mambo mengine ambayo naomba kwa wale vijana ambao wanatafuta viti, please msiogope. Msiogope, usiangalie background yako useme mimi mama yangu alikuwa anauza busa ama mogasha ama alikuwa anauza githeri, sasa unaogopa kuenda. Mimi Gaucho nitaenda kung'ang'ania kiti ya MCA Landimai Ward,
na naomba supporters ambao watu ambao wananifollow kwa Mtembei, YouTube, Facebook na kila mahali, na Gaucho Ghetto President kwa nini yangu, nitakuwa na by next week nikirudi hapa nitakuja na pay bill. Hata ukiniwekea shilingi unisupport campaign, hata ukiniwekea simoni ambayo sasa haifanyi kazi, lakini hata ukiniwekea shilingi ama shilingi 5 nitashukuru, kwa sababu siasa si pesa, but iko mali pia tunatafuta pesa kidogo ya kufanya mambo 2-3. Nitakuja munisaidie kama comrade na kama kijana mwenzako. Usikose kunisupport kwa sababu na support Raila Odinga. Kila mtu ako na dini yake. Tuko na Catholic, tuko na SDA na tuko na dini zingine kama ya kina Ng'ang'a, lakini sisi wote tunaomba Mwenyezi Mungu ambao ni mmoja. So mimi naomba nyinyi tusupportiane na tukue pamoja. Next time nitakuja na pay bill yangu, munisaidia kunisupport na munisupport. Kama uko na kitu ambao unaweza nipea kama unga, juu iko watu ambayo wako na shida. Iko watu sahi, mimi Gaucho nimekula, hata nimekunywa maji, lakini iko mtu hajakula kitu. Hii sasa si eti Mjaluo, si Mkikuyu, si Mkamba, si Mkisii, si Mluya, si nini. Ni Mkenya ambayo akimwaga damu yake itaandikwa Mkikuyu ama Mjaluo ama nini. Iko mtu ambayo pale Mkuru, pale kwa kijiji hajapata kitu ya kukula. Hata ukinipea bundle moja nitampelekea mtu kama huyo, au ukinipea hata unga moja nitapelekea mtu kama huyo. Mimi naomba tusupportiane. Ya mwisho, mimi sina vita na kijana yangu yoyote. In fact, mimi nilikuwa ready na bado niko ready. Kama Anita Enjala atachange siasa ya tumbo na kusungushwa, akuwe na stand, mimi nimekaa na yeye na alinisupport, na sisi kataa kwamba ako ni support. Wakati nilikuwa jela alikuja akashughulika mpaka nikakuja nikawachiliwa. Mimi mtu akinifanyia mazuri, hata tukikosana tuko na mabaya, lakini ile mazuri ambayo ulinitendea sitawahi sahau, kwa sababu eti tumekosana. Politics iko na nini, na iko kitu ambayo mtu alikufanyia, na hiyo ndio tunataka kuishi. Hatutaki kuishi maisha ambayo deputy president anasahau ya kwamba President Uhuru Kenyatta alimake akakuwa deputy president. Anasahau Raila Odinga alimake akakuwa kingpin ya Rift Valley. Yeye anaongelea tu baya yao, anaongelea baya ya Uhuru na anaongelea baya ya Raila. Mimi sitaki kukua kama Ruto, nataka nikuwe kama Raila, ambayo mtu akikufanyia kitu unashukuru ile vitu alikufanyia. Mimi nashukuru pia Mtembei TV kwa kila saa kuni host, kwa kunipigia simu na kunicourage. Wale watu wote ambao wame comment kwa kunipea moral. Hata ndugu yangu Deto kwa kuniuliza swali, ulikuwa na time ya kulala lakini ukakaa ukaona tu engage na Gaucho ili to change ideas. Hiyo sisi kukuchukia kwa sababu una support Ruto. Uko na haki na uko na democratic right ya kusupport Ruto. Hiyo ndio Kenya tunataka, ambayo Mtembei anaongea kili yake, ule mwingine anaongea kili yake, na tuweki kama chuki. Tunaona ni kama football ambayo Gor na FC wanacheza, wakitoka hapo tunabadilishana uniform na tunaendelea na maisha. Mimi napenda watu wote kwa hii channel, na wale wananisupport mzidi kunisupport, na msupport Mtembei na msupport kijana yoyote ambaye ako na nia mzuri na Kenya hii. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki, mulale salama na Mungu akuwe na nyinyi. Asante. Na kesho please, wale wanaweza waanze kutembea sahi, waende Kasarani. Wala wana fare waende Kasarani. Wale wanatisha fare, hata Yesu Kristo ikisemekana akoro Isambu, uwezi itisha petrol fare, unaenda na mguu uone mali Yesu ametoa. Sisi tutoke sahi, tuendeni tuone vile Raila Odinga amemaliza daraja na watu wataingia wangapi. Jamani, tupatane Kasarani kesho. Asante na Mungu awabariki. Asante sana Gaucho. Thank you so much. Tutakuja tukiwa na kitu, lazima we will call you. Hapa tutakuwa tunakuita sana. Tunataka kujua after kesho baba akifanya the declaration, tutakuita pia tujue sasa what's the way forward after that. Ndeto, asante sana kwa maswali zako. Nimewaachia mkaengage vizuri tu. So guys, nikuwe hapa next time tukienda live, mtakuwa mmepata notification and you come here, we share what we have. Asante sana. Otherwise guys, good night. Naona kuna watu bando wako kwa gate pale Kasarani wamefungiwa nje, but watafunguliwa tu walale huko ndani, because kesho is a big day. Lazima tutakuwa live hapa by the way na event yote. Kanan. Yes, we will be live. So dakika moja tu Mtembei.
Yes, yes, yes. Mutembei dakika moja tu. Yes. Dakika moja tu nipeane closing remark. Yes. So nimefurahia sana pia mimi Mutembei. You know, we have been on this platform. Tumeweza kushare ideas. Sometimes we differ, sometimes we agree. Now I'm happy because Kenyans are learning something.